ya kwamba lazima uweze kuchunguza zaidi sana kwamba imani yako ulionayo inaweza kuandaa kwenda jehanamu au kwenda mbinguni. Hivyo basi lazima uweze kuielewa na kuitambua vizuri sana imani yako, na lazima uweze kutambua sana unayemwabudu ni nani. Usipoweza kuzingatia vigezo kama hivyo, kuna hatari sana ya kupoteza muda mahali hapo ulipo, na kuna hatari sana ya kuweza kufanya ibada kwa Mungu asiyestahili ibada yako, ukizani ya kwamba uko sahihi, lakini unapoteza muda mahali hapo ulipo kwa sababu huwezi kujua unayemwabudu ni nani na huwezi kujua ibada yako inaenda kwa nani. Ndio. Naam, tunapoendelea sasa, tapenda msomaji wangu arudie tena kutusomea katika kitabu cha Ufunuo 14 tuweze kuangalia sifa za Mungu wa kweli anayeabudiwa ni Mungu wa namna gani. Tuweze kuangalia maana leo duniani kuna miungu wengi, kila mmoja anadai kwamba ana Mungu wake, lakini tuweze kuwatambua kwamba Mungu wa pekee wa kweli anayestahili ibada ni Mungu yupi, ili tumwelekee yeye, ili tuweze kupona katika kipindi hiki cha mwisho. Msomaji wangu turudie katika fungu la 7 Ufunuo 14. Ufunuo 14 ndio mstari wake wa 7, neno la Mungu linasema. Nasemaje? Akasema kwa sauti kuu, naam, mcheni Mungu na kumtukuza, kwamba tumche Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Sababu gani tunamcha na kumtukuza? Ni kwa sababu saa ya hukumu yake imekuja. Anakuja kuhukumu ulimwengu. Hivyo basi Mungu anatuma tangazo mapema ya kwamba tumrudie yeye, tumche na kumtukuza, kwa sababu anakuja kuhukumu ulimwengu. Kila taifa na kabila na jamaa wanakuja kuhukumiwa na Bwana. Hivyo basi anatuma tangazo la karibia kwake mapema ya kwamba tumche na kumtukuza yeye, kwa maana anakuja kuhukumu kila mwenye mwili hapa duniani. Hivyo basi lazima tuweze kufahamu kwamba huyu ni Mungu yupi anayekuja kuhukumu ulimwengu wote, na ni nani anayekuja kutoa hukumu katika dunia hii, na tumrudie yeye mapema kabla hajaanza kuhukumu hii dunia na kuja kuangamiza wanadamu wote wasiomcha yeye. Ni Mungu wa namna gani? Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Ndio, kwamba tumsujudie yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Kumbe sifa ya kwanza ya Mungu anayestahili kumwabudu ni Mungu aliyeumba, aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Ni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji, ndiye anayestahili ibada yako. Kwa hiyo hatuna budi kuweza kumtambua huyu ni Mungu wa namna gani aliyeweza kuumba mbingu na nchi. Tukishamtambua huyo ndiye tuweze kumfanyia ibada. Kuna hatari kubwa sana katika ulimwengu wa leo. Makanisa mengi sana, watu wengi wanafurika makanisani, lakini cha kusikitisha ama cha kushangaza, wengi watambui wanapeleka ibada kwa nani. Hivyo basi jioni ya leo hii Mungu amekuletea fursa ya kuweza kujua kwamba ni Mungu yupi unayestahili kumwabudu, na ni Mungu yupi unaweza kumpelekea ibada yako ikakubalika mbele zake, ili usiendelee kuwa na mashaka mengi na ibada unayoifanya katika makanisa mengi ya leo, ambapo wengi hawatambui sana wanamwabudu nani, wengi wakifuata mkumbo. Basi msomaji, tuweze kuendelea, tuweze kusoma katika kitabu cha Mwanzo 1 fungu la 1 na la 2. Tutaweza kusoma hapo. Tumeona kwamba anayestahili ibada ni Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, ni yeye aliyeumba. Kumbe kama Mungu wako unajua kwamba kuumba huyo Mungu ni feki, bado hajaweza kustahili ibada yako, kwa maana ya kuumba. Mungu wa pekee anayeabudiwa ni yeye aliyeumba. Kwa hiyo basi ibada na uumbaji vinaendana, vinafungamana pamoja, ya kwamba anayeabudiwa ni yeye aliyeumba. Kama ibada yako inamwendea Mungu mwingine yote tofauti na aliyeumba, hapo unapoteza muda. Utapoteza muda mwingi rafiki. Kimbia mapema sana umrudie Mungu wa kweli wa pekee aliyeziumba mbingu na nchi na bahari, tuweze kuona jinsi ambavyo aliweza kuumba na ni Mungu yupi aliyeumba, ili tuweze kumwabudu huyo, ili tuweze kusimama imara tukimtumaini yeye katika nyakati hizi za mwisho. Msomaji, tusomee Mwanzo 1 fungu la 1 na la 2 tuweze kusimamia hapo. Neno la Mungu linasema, Mwanzo 1 mstari wa 1 na wa 2. Ndio. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Naam, tunaona kwamba katika kitabu cha Ufunuo 14 fungu la 7 anatuma tangazo upesi ya kwamba tumwabudu yeye aliyeziumba mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Kwa hiyo anayeabudiwa ni yeye aliyeumba, na tunaangalia jinsi ambavyo aliumba. Ni kwamba hapo mwanzo kaziumba mbingu na nchi. Fungu la 2 linasemaje? Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Ndio. Na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Naam. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Naam, hapa tunaona kwamba kabla ya uumbaji dunia ilikuwa katika hali ambayo haijaanza kuumbwa, ilikuwa katika hali ya giza na ukiwa.
Hivyo basi aliyekuwepo ni mmoja tu ambaye alianza kuiumba hiyo kazi, ndiye anayetuma tangazo katika kipindi hiki cha mwisho ya kwamba tumrudie yeye aliyeziumba mbingu na nchi. Kaanza kuumba kuanzia siku ya kwanza ya juma, yani Jumapili, na kisha kaishia siku ya sita, yani Ijumaa. Mungu kafanya uumbaji kwa muda wa siku 6. Hasa Mungu lazima tumtambue ni nani aliyeumba. Maana leo duniani kuna miungu wengi, kila mmoja anadai kwamba na Mungu wake, wengine wanadai kwamba sali popote pale ili Mungu ni yule yule. Lazima tuweze kuangalia Mungu ni yupi anayestahili ibada. Je, Mungu anaweza kuwa yule yule akaabudiwa katika siku tofauti? Lazima tuweze kuangalia. Na Mungu anadai kwamba ana watu wake na imani ni moja. Lazima tujue kwamba Mungu yupi anayestahili ibada. Tumekwisha kuona ya kwamba anayestahili ibada ni yeye aliyeumba, na aliumba mbingu na nchi kwa muda wa siku 6, na siku ya 7 akastarehe, akapumzika, akaacha kufanya kazi aliyokuwa akiumba kwa muda wa siku 6. Hivyo basi karibu tuweze kuangalia jinsi ambavyo uumbaji ulitendeka na tuweze kutambua kwamba nani aliyeumba, ili tuweze kumwelekea yeye. Tuachane na imani zingine. Hizo imani zote ni feki na ni bandia. Kuna imani moja tu inayotambuliwa mbele za Mungu aliye hai, Mungu aliyeumba. Hakuna imani nyingi kwa Mungu, hakuna madhehebu mengi, hakuna makanisa mengi. Kuna imani moja, kanisa moja mbele za Mungu. Lakini leo kwa sababu ya kuasi, kwa sababu ya maovu kuongezeka, watu wamebuni wakavumua miungu mingi, wamebuni na kuvumbua siku zao za ibada. Lakini mwisho wa siku hizi Mungu anatuma tangazo anapokaribia kurudi mara ya pili ya kwamba watu wamrudie yeye, wamche na kumtukuza, kwa kuwa saa ya hukumu yake imekuja. Kwa hukumu kila mwanadamu anayejijua na mwili lazima atahukumiwa mbele za Mungu. Hivyo basi kwa kuwa hukumu za Mungu ni za haki, anatuma tangazo mapema ya kwamba tumrudie yeye, na kila mwenye sikio anayesikia aweze kufanya maamuzi. Maana hakuna atakayesema kwamba kuweza kujua, na itabaki kuwa ni ushahidi wa milele ya kwamba alisikia tangazo la kurudia kwa Mungu wa kweli upesi. Na hivyo basi uamuzi unabaki kwako, kwa kuwa sisi Mungu wetu hawezi kulazimisha. Tuweze kuangalia Mungu wetu aliyeumba na ni jinsi gani aliweza kufanya uumbaji, ili tumrudie yeye aliyefanya uumbaji katika muda wa siku 6. Msomaji, tuweze kurejelea katika kitabu kile cha Misali 8 fungu la 22. Tutatembea hapo taratibu hadi 32, kisha tutaweza kuangalia nani alifanya uumbaji. Mithali sura yake ya 8. Naam, karibu. Mithali sura yake ya 8 mstari wake wa 22. Ndio. Neno la Mungu linasema, ndio, Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake. Hapa tunaona kwamba katika Misali hekima anayezungumziwa hapo ni Yesu. Kwa hiyo hapo hekima akiwa anasema, Yesu Kristo akiwa anasema Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake. Anasemaje? Kabla ya matendo yake ya kale. Kwamba kabla ya matendo yake ya kale. Na alitukuka tokea milele tangu awali. Ndio, Yesu Kristo anasema kwamba alitukuka tokea milele tangu awali. Kabla ya kuwako vitu vyote yeye alikuwepo. Anasemaje? Kabla haijawako dunia. Ndio. 24. Naam. Wakati visipokuwako vilindi nalizaliwa. Ndio. Wakati zisipokuwako chemichemi zilizojaa maji. Ndio. Kabla milima haijawekwa imara. Naam. Kabla ya vilima nalizaliwa. Ndio. Alipokuwa hajaiumba dunia wala makonde wala chanzo cha mavumbi ya dunia. Hapa tunaona kwamba Yesu Kristo anasema kwamba kabla Mungu ambaye ni baba yake na Yesu Kristo, kwamba kabla hajaumba dunia wala makonde ya dunia wala chochote kuwapo, Yesu Kristo alikuwepo tangu mwanzo. Alikuwa ni Yesu Kristo na baba yake tu. Hivyo basi wakaanza kufanya kazi ya uumbaji. Uumbaji uliendaje? Anasemaje? Mstari wa 27. Ndio. Alipodhibitisha mbingu na likuwako. Ndio. Alipopiga duara katika uso wa bahari. Naam. Alipofanya imara mawingu yaliyo juu, chemichemi za bahari zilipopata nguvu. Ndio. Alipoipa bahari mpaka wake, kwamba maji yake yasiasi amri yake. Alipoiagiza misingi ya nchi, ndipo nilipokuwa pamoja naye kama stadi wa kazi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hapo tunaona kwamba kabla ya vitu vyote kuwako, Yesu Kristo alikuwa pamoja na baba yake. Lakini tunaona kwamba Mungu Baba anapoanza kuumba, anaomba kupitia kwa mwanao pekee Yesu Kristo. Hivyo basi tunaona kwamba kabla ya mambo yote kuwapo, waliotangulia kuwepo ni Baba pamoja na mwanao pekee Yesu Kristo. Hakuna mwingine isipokuwa ni Mungu mmoja tu aliye Baba, ambaye ndiye aliyetangulia kuwapo, na mwanao pekee Yesu Kristo. Hao wakaanza kazi ya uumbaji.
Hivyo basi tunaona ya kwamba walipokuwa wakianza kazi ya uumbaji, wakaanza kuumba malaika, wakaanza kuumba maserafi, kila kitu kikaumbwa, na kisha dunia na vyote vikawako. Vyote vikaumbwa na vikawako kwa njia ya Yesu Kristo. Hivyo basi pasipo Yesu Kristo hakuna kitu ambacho kingeweza kuwapo. Na ndio maana leo, ibada ya leo, wito wa jioni ya leo ni kwamba tumrudie Mungu, tumwabudu, tumpelekee ibada yeye aliyeziumba mbingu na nchi, aliye Baba, aliye Mungu Baba pekee, ndiye kafanya vyote kupitia kwa mwana pekee. Hivyo basi ibada inapaswa kumwendea Mungu Baba kupitia kwa mwana pekee Yesu Kristo. Leo imani nyingi za leo wameweza kupindishwa, wameweza kukatishwa kona, wakapelekwa kwa Mungu mwingine, ya kwamba kuna Mungu aliyeumba, kwamba Mungu watatu, kwamba ndiye naye alishiriki katika uumbaji. Lakini tuweze kufahamu kitu ambacho tukijui, ya kwamba hakuna yeyote ambaye anaweza kukubalika mbele za Mungu bila kumfahamu Mungu, kwa sababu ujuzi wa kuweza kupata uzima wa milele mwenyewe ni kumjua Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Tunamjuaje? Tunamjua kupitia katika kazi za uumbaji. Njia ya kumfahamu Mungu tunarejea katika uumbaji, ya kwamba Mungu kafanya vyote kupitia kwa mwana pekee Yesu Kristo. Pasipo Yesu Kristo hakuna ambacho kingeweza kuwapo. Hivyo basi wito wa jioni ya leo ni kwamba Mungu anatuma tangazo la upesi, ya kwamba tuweze kurejelea upesi, tuweze kurudi kwake, tuache dhambi zetu za kumkufuru yeye na kumwacha yeye na kutumikia miungu mingine. Tunajua kwamba Mungu aliyeumba ndiye anayekuja kuhukumu ulimwengu, na ndiye anayetoa uzima tu, hakuna mwingine watatu. Tuweze kuangalia kitabu kile cha Yohana 17 fungu la 3, tuweze kuona Mungu anasemaje, ya kwamba ili wanadamu tuweze kupata uzima wa milele. Maana wengi wanadai kwamba wanafanya ibada ili waweze kwenda mbinguni, lakini wengi sana ambacho hakijui ni kwamba hawajui kanuni na masharti ya kuweza kupata uzima wa milele. Sasa Yesu katoa kanuni na masharti ya kwamba ili uweze kupata uzima wa milele. Na jioni, kama unajipenda nafsi yako, kama unahitaji kupata uzima wa milele, sikia Yesu katoa tangazo upesi mapema, ya kwamba uzima wa milele ni wa namna gani na tunaweza kuupataje. Msomaji, tusomee Yohana 17 fungu la 3. Naam. Ndio. Yohana 17 mstari wake wa 3, neno la Mungu linasema, ndio, na uzima wa milele ndio huu, naam, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli, ndio, na Yesu Kristo uliyemtuma. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwamba uzima wa milele, yote inahitaji uzima wa milele. Haijalishi kwamba uko dhehebu lolote namna gani. Tunajua wote ya kwamba mnaenda huko, ya kwamba ili siku ya kiyama muweze kujiponya nafsi zenu. Lakini tangazo la Mungu ni hili, ya kwamba yeyote anayetaka uzima wa milele ni lazima kwanza amjue Mungu wa pekee wa kweli aliye Baba, na Yesu Kristo aliyemtuma. Kando ya hapo itakuwa ni kujidanganya. Njia zingine zote hazitawezekana kuweza kupata uzima wa milele. Uzima wa milele ni kumjua na kumfahamu Mungu wa pekee wa kweli yukoje, na Yesu Kristo aliyemtuma. Ukishindwa kufahamu hivyo, ndugu, kuna hatari kubwa sana ya kuweza kupotea, na mwisho wa yote ni kwamba wengi watapotea kwa sababu wanapuuzia fursa na saa za pekee kama hizi, wakiendeleza shughuli zao kama kipindi cha Nuhu, kama kipindi cha Sodoma na Gomora, ya kwamba wakichukulia kawaida tu na kupuuza. Lakini ya kwamba ujue ya kwamba hii ndio saa ya samani ambao Mungu analeta katika sikio lako. Haya maneno uweze kuyasikia, ya kwamba watu wengi sana wamemwacha Mungu, wakajibunia mungu wao mwingine, wakatengeneza mungu watatu, ya kwamba waliomba katika uumbaji walikuwa ni watatu, kinyume na Biblia nzima isemavyo, kinyume na Mungu asemavyo. Hivyo basi lazima wote tuweze kurejelea katika imani ya Yesu kipindi chake alipokuwa duniani. Imani yake ndio ambayo lazima tuirudi na kuibeba, tuweze kuangalia kwamba Mungu yupi tumwabudu na tuabudu wangapi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Basi tuangalie katika kitabu cha Marko 12 fungu la 29. Tunapokwenda kuhitimisha, tuangalie imani ya Yesu ilikuwaje, ili tuweze kuangalia hapo ya kwamba lazima tuwebe hiyo imani na tulinganisha na makanisa mengi ya leo wanavyoamini. Tuangalie Marko 12 fungu la 29. Marko sura yake ya 12 na mstari wake wa 29. Ndio. Neno la Mungu linasema, nasemaje? Yesu akamjibu, ya kwanza ndiyo hii. Ndio, hapo wanafunzi wanamuuliza Yesu ya kwamba amri kuu ni ipi? Amri iliyo kuu ni ipi kati ya zote? Yesu akawajibu akasema, sikia Israeli. Ndio, kwamba sikia Israeli, sikia Israeli ya kizazi hiki, Wasabato wa kizazi hiki, sikieni Yesu anasemaje kuhusu imani yake na mlinganishe na imani zenu. Yesu anasemaje kuhusu imani? Anasemaje? Sikia Israeli. Ndio. Bwana Mungu wetu, naam, Bwana ndiye mmoja. Kwamba Bwana ndiye mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako, ndio, kwa moyo wako wote, ndio, na kwa roho yako yote. Naam, kwamba kuna Bwana mmoja tu, Mungu mmoja tu.
Lakini leo madhehebu mengi yamemwacha Mungu wa pekee na wa kweli, wakajibunia wakaongeza mapokeo yao katika Biblia, wakazani ya kwamba Biblia inaweza kukosea, lakini Mungu anasema kwamba yeye hawezi kukosea, na yeye lazima watu wake waweze kumtambua ya kwamba kila anayemtambua Mungu wa kweli yupi, hakika ataweza kuokolewa. Tuweze kuangalia sasa Mungu wetu ni wa namna gani, tukisoma katika kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza fungu la 8, Wakorinto wa kwanza 8 fungu la 6. Tuweze kuangalia hapo sasa Mungu wetu ni wa namna gani. Wakorinto wa kwanza sura yake ya 8 mstari wake wa 6. Ndiyo, tuanzie fungu la 5 hapo. Tuanzie fungu la 5. Neno la Mungu linasema, Wakorinto wa kwanza sura yake ya 8 na mstari wake wa 5 na wa 6. Neno la Mungu linasema, ndiyo, kwa maana ijapokuwa wapo waitwao miungu, ndiyo, ama mbinguni ama duniani, ndiyo, kama vile walivyoko miungu mingi na mabwana wengi. Hapa tunaona ya kwamba kuna miungu wengi leo duniani. Katika makanisa mengi wamejibunia, na wengi leo wa Kristo wakizani ya kwamba wanaenda kumwabudu Mungu, lakini ambacho hawakijui na ambacho wanapaswa kujua ni kwamba Mungu anayemwabudu sio yule aliyeabudiwa kipindi cha Yesu, sio yule aliyeabudiwa kipindi cha mitume na manabii. Ni Mungu mwingine kabisa nje ya Biblia. Hasa tunaweza kuangalia huyo Mungu ni nani ambaye anaabudiwa na makanisa leo mengi wakizani ya kwamba wanamwabudu Mungu wa kweli, lakini Mungu anapowahurumia anatuma tangazo, anajifunua kwao, kama jioni ya leo ya kwamba Mungu amejifunua kwetu tuweze kumjua yeye. Bila kumjua yeye, ndugu, hakuna wokovu na hakuna uzima wa milele. Ibada utakayofanya bila kumjua unayempelekea ibada, utakuwa unajidanganya bure, unapoteza muda. Lazima ujue unayemwabudu ni nani ili uweze kupata uzima wa milele. Maana uweze kufanya ibada bila kujua unayemwabudu ni nani. Tuweze kuangalia sasa, je, Mungu wa kweli wa pekee wa Biblia na ukilinganisha na makanisa mengi ya leo ni yupi? Tuweze kuangalia hapo. Tusome fungu la 6. Wakorinto wa kwanza 8 mstari wa 6. Ndiyo. Lakini kwetu sisi, naam, Mungu ni mmoja tu aliye Baba, naam, ambaye vitu vyote vimetoka kwake, nasi tunaishi kwake. Naam. Yuko na Bwana mmoja Yesu Kristo, ndiyo, ambaye kwake vitu vyote vimekuwapo, na sisi kwa yeye huyo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunaona ya kwamba katika imani ya watu wa Mungu ni kwamba wana Mungu mmoja tu aliye Baba. Hakuna Mungu mwingine hapo akuongezea, na huyu Mungu mmoja tu aliye Baba ndiye aliyeumba kupitia kwa mwana wa pekee Yesu Kristo. Kwa na maana ya kwamba uumbaji ulifanywa na wawili tu na wala sio watatu. Na Yesu aliumba vitu vyote kwa uwezo wa Baba yake, na uwezo huo unaitwa Roho Mtakatifu au uzima wa Mungu, ambao uzima Mungu akamimina ndani ya mwana wake, na mwana akatumia uzima hiyo nguvu ya Baba kuweza kuumba vitu vyote. Ili kudhibitisha hii tusome katika kitabu cha Yohana 5 na fungu la 26. Tunapoelekea mwishoni niweze kusikiliza maswali kwa ndugu walioko hapa. Yohana Injili sura yake ya 5 mstari wake wa 26. Ndiyo, tunaona kwamba Mungu Baba ana uzima nafsini mwake, kampatia na mwana wa pekee, na Yesu Kristo aliumba vitu vyote kwa kutumia uwezo wa Baba yake. Na maana pasipo Yesu Kristo hakuna ambaye angeweza kuwepo na hakuna ambacho kingeweza kuwapo, kwa kuwa kupitia kwake vitu vyote vimepata kuwapo. Tusome yote Yohana 5:26. Neno la Mungu linasema, ndiyo, maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, tupe habari, vivyo hivyo alimpa na mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Naam, tunaona ya kwamba Baba ana uzima nafsini mwake. Huo uzima ndiyo Roho ya Baba, ndiyo Roho Mtakatifu kampatia mwana wa pekee Yesu Kristo. Baada ya kumkirimia, baada ya kumiminia mwana wa pekee Yesu Kristo, akawa na uwezo wa kuumba kila kitu. Hivyo basi Mungu Baba akaumba vitu vyote kupitia mwana wa pekee Yesu Kristo, na ibada yetu inamwendea Mungu Baba kupitia kwa mwana wa pekee Yesu Kristo. Na maana bila Yesu hatuwezi kumwona Mungu, bila Yesu hatuwezi kumwona Baba. Lakini dini za leo, makanisa leo mengi yanaaminije ya kwamba kuna watatu waliumba. Jambo ambalo ni la kusitikisha sana ni ya kwamba yeyote ambaye atabaki kuamini hivyo ya kwamba kuna watatu waliumba, akiendelea kushikilia fundisho bandia na la hatari tena la umizimu ya kwamba Utatu Mtakatifu ndio ulihusika katika uumbaji, hiyo ni hatari kubwa sana. Na hivyo basi Mungu anatuma tangazo mapema ya kwamba yeyote ambaye amekuwa katika dhehebu la namna hiyo inayoamini fundisho la Utatu Mtakatifu ya kwamba Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, hilo jambo ambalo kinyume na Biblia nzima, Mungu anatuma tangazo la kukaribia kuke mapema ya kwamba yeyote ambaye ameshikilia imani kama hizo aweze kuacha mara moja, kwa maana Mungu anakuja kuzihukumu dunia. Tumrudie yeye aliyeziumba mbingu na nchi. Ukiendelea kuamini hivyo, kuna hatari kubwa sana ya kwenda jehanamu, kwa maana
kwa Mungu hakuna fundisho la Utatu Mtakatifu, na kwa watu wa Mungu hakuna mafundisho kama hayo. Kwa Mungu kuna Mungu mmoja tu. Kwa watu wa Mungu wanaamini ya kwamba kuna Mungu mmoja tu aliye Baba, kama ambavyo tumethibitisha. Pia tuirudie tena tuweze kuiangalia hapo katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza 8 fungu la 6, tuweze kukazia hapo, tuweze kuona imani ya watu wa Mungu. Wanaamini ya kwamba kuna Mungu wangapi? Leo dunia nzima imepigwa giza la kutoa mjua Mungu wa kweli, na madhehebu yamekuwa mengi sana wakidai ya kwamba Mungu ni mmoja. Lakini ujue na kufahamu ya kwamba Mungu anayeabudiwa na madhehebu mengi ni Mungu ambaye hakuhusika katika uumbaji, ni Mungu mwingine kabisa, na tutaweza kumwangalia mwishoni huyo Mungu ni nani, ili tuweze kujinasua haraka upesi kabla ya dunia ikwenda kuangamizwa. Turudie katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza 8 fungu la 6. Wakorinto wa kwanza 8 mstari wa 6, neno la Mungu linasema. Ndio, inasemaje? Lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu. Kwetu sisi Mungu ni mmoja tu, aliye Baba, ambaye vitu vyote vimetoka kwake. Ndio. Nasi tunaishi kwake. Yuko na Bwana mmoja. Tu. Yesu Kristo. Ambaye kwake vitu vyote vimekuwapo. Ndio, bila Yesu hatuwezi kuwako, bila Yesu hatuwezi kuishi, kwamba vitu vyote kupitia kwa Yesu Kristo vinakuwako. Na sisi kwa yeye huyo. Amina. Hivyo basi ni kwamba katika jioni ya leo Mungu ametuma tangazo akisema ya kwamba lazima tuweze kumrudia yeye Mungu wa pekee na wa kweli, aliye mmoja tu, aliye Baba. Lakini madhehebu ya leo yana Mungu mgeni, Mungu mwenye nafsi tatu, jambo ambalo ni kinyume na Biblia nzima. Hivyo basi Mungu anasema kwamba tiondoe miungu yetu, ondoeni miungu yenu hiyo, Mungu wa pekee na wa kweli akae, ili ya kwamba zoroba zote zinazoendelea kuonekana makanisani zisionekane tena. Ni kwa sababu unapoona mapepo yanainuka katika makanisa, majanga mengi katika makanisa, ni kwa sababu Mungu wa pekee na wa kweli hayupo. Kwa sababu Mungu wa pekee na wa kweli alishaondolewa tangu zamani. Lakini katika siku hizo za mwisho Mungu anaongea nasi, anatuma tangazo anapokaribia kurudi, ni kwamba tumrudie Mungu wa pekee na wa kweli aliyeumba. Bila ya hapo, ndugu, itakuwa ni kujidanganya, mengine yote itakuwa ni bure. Unaweza kufanya makando yote ukawa mtakatifu katika sehemu zote, lakini kama mjui Mungu wa pekee na wa kweli, ndugu, ni kwamba kupotea utapotea tu, kwa sababu imani uliyopokea huwezi kuielezea na huielewi. Hivyo basi angalizo ni kwamba tunakabiliwa na kipindi kigumu sana cha kuweza kuifahamu imani ya pekee, imani ambayo tunafundishwa, kwa sababu kila ambacho unafundishwa kinakujengea imani, na hiyo imani inakuandaa kati ya kimojawapo katika vitu viwili, ya kwamba unaenda jehanamu au mbinguni. Hivyo basi ukiwa na imani yoyote na huna ushahidi nayo, huwezi kuielezea, kuna hatari kubwa sana ya kupotea. Tunakabiliwa na kipindi kigumu cha kuweza kuielewa imani yetu, cha kuweza kuchunguza imani yako. Uweze kuchunguza imani yako, je, ndivyo ilivyo kama Bwana asemavyo, ili uweze kuelewa vizuri kile ambacho kimeelezwa vizuri na Biblia, na uweze kuelezea kile ambacho umefundishwa vizuri. Wengi sana wanafundishwa na wakaidishwa, lakini maskini, cha kusikitisha ni kwamba wengi hawana uwezo wa kuelezea kile ambacho wamefundishwa, hana ushahidi nacho, amesikia kwa mchungaji, kwa viongozi wa kanisa. Lakini tangazo ni hili ya kwamba ukiwa na imani na bado una mashaka nayo, endelea kusoma neno la Mungu na Mungu atakufunulia, na utajua kwamba ni Mungu yupo anayestahili ibada. Na mgogoro mkubwa tunapoelekea ni kwamba changamoto kubwa sana itakuwa ni Mungu yupo abudiwe, maana wengi sana wanadai kwamba Mungu ni mmoja, kwamba waamini tu imani yako itakuokoa. Hakuna kitu kama hicho, imani ni moja tu. Imani ya watu wa Mungu ni kwamba kuna Mungu mmoja tu aliye Baba, yuko na mwana wake wa pekee Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hiyo ndio imani ya watu wa Mungu. Kando hapo itakuwa ni kujidanganya bure. Utaweza kufanya mambo yako yote umpendeze Mungu namna gani, lakini kama bado unafundisho tata la Utatu Mtakatifu, wewe ni wakupotea tu. Hivyo basi Mungu anatuma tangazo na ushauri mapema ya kwamba tumrudie yeye, tumrejee yeye aliyeziumba mbingu na nchi. Kwa maana makanisa mengi leo yameanguka sana, yameenda mbali sana na Mungu aliyeumba. Hivyo basi Mungu anatuma tangazo ya kwamba tumrejee yeye, tuweze kujiponya nafsi zetu katika kipindi hiki cha mwisho. Na ujumbe huo Mungu ameushusha kwenu ya kwamba wanadamu wengi sana wameasi, na hivyo basi Mungu ameturejesha sisi, anatutuma tuweze kurudia katika njia ya zamani. Tuweze kuangalia kitabu kile cha Yeremia 6:16 tunapoelekea mwishoni. Yeremia sura yake ya 6 na mstari wake wa 16. Naam, anasemaje? Neno la Mungu linasema, tupe habari. Bwana asema hivi, ndio, simameni katika njia kuu, naam, mkaone, naam, mkaulize habari za mapito ya zamani. Ndio, wapi njia iliyo njema?
Naam. Mkaende katika njia hiyo, nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mungu anatuma tangazo, anashauri, Mungu anazimishi, anatoa shauri leo ya kwamba anapokuja kuhukumu dunia lazima watu wake wasimame wakaulize kwamba iko wapi dini ya zamani. Hivyo basi wachache katika dunia hii wameweza kuchunguza na kufahamu ya kwamba dini ya kipindi cha Yesu Kristo imeachwa. Basi watu wake wanapojaribu kurudi katika dini hiyo lazima watangaze na wengine ya kwamba dini inayostahili mbele za Mungu ni hii, ya kwamba mitume na manabii jinsi ambavyo waliamini ya kwamba kuna Mungu mmoja tu mwenye nafsi moja, tofauti na leo katika makanisa wana Mungu mgeni, kwamba Mungu mmoja na nafsi tatu, kinyume na Biblia nzima. Hivyo basi wengi ambao wamefungamanishwa katika fundisho hili tata, fundisho la Utatu Mtakatifu, kwamba waliomba ni watatu badala ya wawili, au wako katika hatari kubwa sana ya kuweza kupotea. Basi Mungu anatuma tangazo ya kwamba anapokaribia kuhukumu dunia tumrejee yeye aliyeziumba mbingu na nchi, aliye mmoja tu, aliye Baba, kupitia kwa mwana pekee Yesu Kristo. Huyo ndiye anayestahili ibada yako ndugu. Popote pale ulipo unapofanya ibada zako, jua ya kwamba unayemwabudu ni nani. Usipoweza kutambua hilo, kuna hatari kubwa sana ya kuweza kufanya ibada kwa Mungu asiyestahili ibada yako. Basi tunakabiliwa na kipindi kigumu sana katika historia ya dunia, ya kwamba lazima tuweze kufahamu ni nani ambaye tunapaswa kumwabudu. Kando ya hapo itakuwa ni kujidanganya na itakuwa ni kujifariji katika sehemu ya uongo. Tunapokaribia mwishoni tuweze kuangalia leo dunia hii wameweza kuabudu kitu gani, wameiacha kweli. Tusome kitabu cha Warumi 1 fungu la 25. Warumi 1 mstari wake wa 25. Ndiyo. Neno la Mungu linasema. Ndiyo, nasemaje hapo tuweze kuangalia. Tuanze na mstari wa 24. Neno la Mungu linasema. Ndiyo, tuanze 24 tuweze kuangalia anasemaje. Katika kipindi hiki cha mwisho tunaona ya kwamba wengi sana watapotea kwa sababu ya kutoka kujua Mungu ni yupi anayeabudiwa. Ndio maana Mungu, mtu yeyote anaweza kuabudu sababu yote anaamini ya kwamba kidai Mungu ni yule, kwamba Mungu ni mmoja. Ndugu, hamna, unajidanganya. Mungu sio yule. Mungu hawezi kuabudiwa katika siku tofauti. Mungu ni mmoja aliye Baba na anaabudiwa katika siku moja. Lakini madhehebu mengi leo yanasema kwamba wewe amini tu, imani yako itakuokoa. Imani sio nyingi, imani ni moja na Mungu ni mmoja, anaabudiwa katika siku moja. Tuweze kuangalia sasa katika kitabu cha Warumi 1. Warumi 1:25 inasema, kwa maana waliibadili kweli ya Mungu kuwa uongo. Ndio. Wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya muumbaji anayehimidiwa milele. Amina. Tunaona ya kwamba leo madhehebu mengi ya leo wameweza kuibadili kweli ya Mungu, wakakisujudia kiumbe badala ya Mungu wa kweli anayehimidiwa aliye Baba. Lakini wengi leo wameenda sana, wakamwacha Mungu wa pekee na wa kweli, wanaabudu kiumbe kingine. Sasa tuweze kuangalia, je, hiki ni kiumbe gani ambacho kinaabudiwa katika dunia ya leo? Tuweze kuangalia. Tuanze na kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 3 hadi wa 4. Tutakwenda kuhitimisha. Wakorintho wa pili sura yake ya 4. Ndio. Na mstari wake wa 3 na wa 4, neno la Mungu linasema. Naam. Lakini ikiwa injili yetu imestirika, ndio, imestirika kwa hao wanaopotea. Ya kwamba ikiwa ujumbe huwezi kuelewa ujumbe huu, na ukiendelea kushipaza shingo ya kwamba huwezi kuvielewa, ni kwa sababu wewe utakuwa ni wa kupotea. Lakini kama unahitaji kuokolewa, lazima utakubali kama Bwana asemavyo, ya kwamba lazima uweze kuja katika mashauri yake, uweze kusikiliza. Lakini ukipuzia utakuwa ni wa kupotea, kwa sababu ukipuzia hutaweza kuelewa, na injili hii itaendelea kusitirika katika masikio yako, itaendelea kuwa ngumu sana kwako kwa sababu umepanga kutoka kuijua. Hivyo basi ukipanga kuifahamu vizuri, utaweza kumjua Mungu naye mwabudu ni nani, na utaweza kujua kwamba ibada yako unamwelekezea Mungu yupi. Anaendelea kusemaje? Lakini ikiwa injili yetu imestirika kwa hao wanaopotea, ndio, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini. Kwamba Mungu wa dunia hii, kumbe katika dunia hii kuna Mungu, kama ambavyo tumeona kwamba ijapokuwa kuna miungu wengi ama mbinguni ama duniani, lakini kwetu sisi kuna Mungu mmoja tu. Hapa duniani kuna miungu wengi, lakini kuna Mungu wa dunia hii ambaye amepofusha fikra za wanadamu wengi, amepofusha fikra za washiriki wengi makanisani, wakizani ya kwamba wanapeleka ibada kwa Mungu wa kweli. Hasa tuweze kuona, je, huyu Mungu anajiitaje? Anajiita nani? Tuweze kuona kitabu cha Wathesalonike wa pili. Wathesalonike wa pili. Naam, fungu la kwanza hadi la pili. Wathesalonike wa pili. Ndio. Sura yake
ya pili mstari wake wa kwanza na wa pili anasema, Naam. basi ndugu, tunawasihini kwa habari ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo, Ndio. na kukusanyika kwetu mbele zake, Naam. kwamba msifadhaishwe upesi hata kuiacha imani yenu, Ndio. wala msisitushwe kwa roho wala kwa neno, Naam. wala kwa waraka unaodhaniwa kuwa ni wetu, Naam. kana kwamba siku ya Bwana imekwisha kuwapo. Naam, tuende fungu la 3 na la 4. Mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote. Naam, hapa anasema kwamba mtu yeyote asiwadanganye kwa njia yoyote ile. Sisi zamani tulikuwa tumedanganyika, lakini tukakataa kudanganyika, tukasema tutachunguza sisi wenyewe. Mungu anasemaje? Biblia inasemaje? Maana tulikuwa tumekairishwa kwamba Mungu mmoja ni Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Tukasema hii lazima tuichunguze. Je, Mungu anaweza kuwa hivyo? Mungu aliposema atamfanya mtu kwa mfano wetu, mbona sisi tu kama mfano wake? Tukachunguza Biblia, kwa sababu Biblia inasema kwamba Mungu anasema kwamba mtu yeyote asiwadanganye. Kwa sababu gani? Maana haiji usipokuja kwanza ukengeufu. Ndio, kwamba hauwezi kuja kwanza udanganyifu usipokuja kwanza ule ukengeufu. Akafunuliwa yule mtu wa kuasi. Ndio, Mungu anaturudisha katika njia ya zamani, tuweze kumfunua yule mwasi, tuweze kumfunua huyo kwamba anayejiita ni watatu ni nani. Endelea. Mwana wa uharibifu. Ndio, yule mpingamizi. Naam. Ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa. Ndio, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu, akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Ndio, leo makanisani wamekuwa kiabudu kiumbe kingine kabisa, kwamba ndiye watatu. Amejiinua nafsi yake, na madhehebu mengi sana umempokea kwa furaha, na akiwa anainuka kumpinga lazima atapingwa, kwa sababu ameamua kusema upande wa Bwana. Ndugu zangu, ya kwamba katika kipindi cha mwisho, katika kufungwa kwa historia ya dunia tunakoelekea, ni kwamba kutakuwa na pande mbili tu, ambao wanaamini Mungu wa kweli na ambao wanaamini Mungu ambaye sio wa kweli, Mungu wa Biblia. Sasa tuweze kuangalia, je, wamewezaje kufanya katika kipindi cha mwisho? Tuendelee fungu la 4. Fungu la 4 linasema, ndio, yule mpingamizi. Naam. Ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa. Ndio. hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu, akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Ndio, tumeona ya kwamba katika kitabu cha Wakorintho wa pili 4 fungu la 3 ya kwamba huyu Mungu wa dunia amejiinua katika madhehebu mengi akiabudiwa, na wengi sana hawajui ni Mungu yupo wanayemwabudu. Lakini kwetu sisi tunajua ya kwamba Mungu ni mmoja tu, aliye Baba, ambaye hakuna ambaye ameshawahi kumuona isipokuwa mwana wake pekee, na bila Yesu Kristo hatuwezi kumuona huyo Baba. Lakini baada ya hapo kuna kiumbe kipingamizi kilijiinua, na leo makanisani kimepokelewa. Hivyo basi Mungu anapokaribia kurudi upesi, ametuma tangazo ili ya kwamba tumrudie yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Tuache kuabudu viumbe vingine, tuache kuiacha kweli ya Mungu, tuachane na kila aina ya desturi na mapokeo ambayo yametapakaa katika makanisa mengi ya leo, wakiabudu kiumbe cha tatu, ya kwamba nacho ndicho kilihusika katika uumbaji, kwamba ndicho kinastahili kuabudiwa, lakini ni kinyume na Biblia nzima isemavyo. Tuweze kuona sasa hiki kiumbe ambacho kimeinuliwa juu ya kila kiitwacho Mungu, akijionyesha nafsi yake katika makanisa ya kwamba naye ndiye Mungu. Tuweze kuona, je, huyo ni nani? Tusome katika kitabu cha Waefeso 2 fungu la 1 hadi la 2. Waefeso sura yake ya 2 mstari wake wa 1 na wa 2. Ndio. Neno la Mungu linasema, Naam. nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Ndio, zamani na sisi pia tulikuwa tumepotea, tulikuwa tumeaminishwa kwamba Utatu Mtakatifu ndio fundisho la Biblia, lakini Mungu akatufunua akili, kwa sababu tuna akili za kuchunguza na tumepewa akili ya kudadisi na kufahamu. Tukaamua kujisomea sisi wenyewe, tukafahamu ya kwamba katika Biblia nzima hakuna neno utatu na hakuna fundisho la utatu. Hilo ni fundisho bandia, ili tu yule mpingamizi aweze kuabudiwa. Tutamwangalia hapa ni nani ambaye alijiinua nafsi yake akasema kwamba yeye ndiye watatu aliumba, wakati waliomba walikuwa ni wawili tu, Baba na Mwana. Tuweze kumwangalia sasa huyu aliyejiinua ni nani, na sisi tumeletwa hapa tuweze kumfunua, ili watu waweze kushtuka na kufahamu ya kwamba kumbe Mungu aliyekuwa kimwabudu siku zote alikuwa sio Mungu wa pekee na wa kweli. Hivyo basi jioni ya leo unaposikia sauti ya rema ya kwamba Mungu anakuita leo uweze kumrudia Mungu wa pekee na wa kweli, ndio njia pekee ya kuweza kupona. Njia zingine zote ni kujidanganya. Anaendelea kusemaje? Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Naam, tulikuwa tumepotea lakini tumejua kweli. Anasemaje? Ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu. Ndio. Na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga. Ndio. Roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Naam, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunaona ya kwamba
Mungu amesema kwamba yule Mungu wa dunia hii ametia upofu, ametia giza akili za wanadamu wasiweze kumgundua Mungu wa kweli anayestahili ibada yake. Lakini pia tumeweza kuona ya kwamba huyu Mungu wa dunia hii anajiinua katika makanisa ya leo akijiita kwamba ni Mungu, lakini pia imefika mara anajiita kwamba ni Roho. Hicho basi ndio maana leo umempatia jina bora kabisa, wanamuita kwamba anaitwa Mungu Roho, kwamba Mungu Roho Mtakatifu ndiye watatu aliyeshiriki katika uumbaji, kinyume na Biblia nzima isemavyo. Kwa sababu Mungu Roho Mtakatifu lazima tuweze kumjua ni nani, na yeye ndiye aliyetaka ibada hii tangu mbinguni. Nini kilimtokea alipotaka kuanzisha hili fundisho tangu akiwa mbinguni? Tusome kitabu cha Isaya 14 fungu la 12 hadi 14. Isaya sura yake ya 14 mstari wake wa 12 hadi mstari wake wa 14. Neno la Mungu linasema, tupe habari. Jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, naam, ewe nyota ya alfajiri, ndio, mwana wa asubuhi, ndio, jinsi ulivyokatwa kabisa, naam, ewe uliyewaangusha mataifa. Hapa tunaona ya kwamba Lucifer hapo mwanzoni akiwa ni watatu kutoka kwa Mungu Baba, lakini akiwa ni wa pili kutoka kwa mwana wa Mungu Yesu Kristo, alikuwa akitamani muda mrefu sana, akitamani na yeye aabudiwe na malaika, lakini kwa kweli ni kiumbe asingestahili ibada hiyo. Hicho basi tunaona kwamba kuanzia kule juu mbinguni alitamani ibada, hadi hapa duniani anashushwa kwa sababu alitamani kuabudiwa, kula kukataliwa. Ndio leo ameweza kuwashawishi maelfu mengi katika dunia hii, na wengi sana wamekuwa wakiabudu kiumbe bila kujua, wamekuwa wakiabudu kiumbe bila kufahamu ya kwamba ibada wanaipeleka kwa nani. Lakini jioni ya leo Mungu amekuletea njia, ujue ya kwamba ibada unaipeleka kwa Mungu yupi, na Mungu yupi waweze kumwabudu. Tutaendelea kusomea hapo fungu la 13. Nawe ulisema moyoni mwako, ndio, Lucifer alisema moyoni mwake, nitapanda mpaka mbinguni, naam, nitakinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, ndio, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano, naam, katika pande za mwisho za kaskazini. Hapa adui anapanga. Kipindi hicho shetani akiitwa Lucifer alikuwa akipanga kuweza kuabudiwa na yeye, akipanga mikakati ya kuweza kupindua serikali ya mbinguni, lakini iliposhindikana, kwa sababu Mungu ni mweza wa yote, kwa sababu Mungu hawezi kushindwa na kiumbe alichokiumba, nini kilimtokea? Endelea kusoma. Lucifer alisema, naam, nitapaa kupita vimo vya mawingu, ndio, nitafanana na yeye aliye juu. Hiki ndicho alichokitamani tangu akiwa mbinguni, lakini baada ya hapo tunaona kwamba akiwa katika mikakati hiyo aliweza kushawishi maelfu ya malaika, na malaika wengi sana waliomwamini Lucifer wakaanguka pamoja naye katika dunia hii. Na baada ya hapo, kwa sababu ameweza kuwashawishi malaika, kwa sababu malaika wana uwezo kuliko hata binadamu, kwani binadamu ni kitu gani? Ndio maana tunasema ya kwamba bila Yesu hatuwezi kumshinda adui ambaye hapo mwanzo alikuwa Lucifer, lakini leo anaitwa Shetani kwa sababu ameweza kuasi na ni adui wa Mungu. Lakini baada ya hapo, baada ya kutoka duniani, akajigeuza, akawashawishi wanadamu nao, na wanadamu nao pia wakaanguka kama kanuni ya Mungu ilivyo, kama ambavyo alimfukuza Lucifer mbinguni, na wanadamu pia wakafukuzwa pale Edeni. Lakini baada ya hapo uasi na ukengeufu vikaendelea. Tunaona ya kwamba hadi leo hii Mungu wa kweli wa Biblia katika makanisa mengi ya leo hayumo, ameshaachwa kabisa. Lakini Mungu anainua wachache sana waweze kumrudia yeye, waweze kuonyesha njia na makosa ya watu ambao wameamua kumwacha yeye. Tunaona ya kwamba anayeabudiwa leo katika makanisa mengi ni Lucifer, ambaye hapo zamani alitaka ibada kule mbinguni, na wengi sana wamekuwa wakifanya ibada bila kujua wanafanya ibada kwa nani. Lakini ujue na kufahamu ya kwamba unayemwabudu sio Mungu aliyeumba mbingu na nchi, unayemwabudu ni yule aliyetupa kutoka mbinguni, aliyeanzisha vita na mwana wa Mungu kule juu mbinguni. Ndiye anayeabudiwa leo, kwa maana ameweza kuwashawishi malaika na wanadamu pia wameshawishiwa na wakaelekeza ibada yao kwake, akiwaambia kwamba naye alihusika katika uumbaji, kinyume na Biblia nzima isemavyo. Kwa hivyo basi usalama wetu wa pekee ni kumrudia Mungu wa pekee na wa kweli. Tuache kupeleka ibada zetu kwa Mungu ambaye haistahili ibada yetu, kwa sababu anayestahili ibada yetu ni Mungu wa pekee na wa kweli, aliye Baba tu mwenye nafsi moja, ambaye kupitia kwa mwana wake wa pekee tunaweza kupata uzima wa milele. Basi katika jioni ya leo, baada ya kumjua Mungu wa pekee na wa kweli ambaye anastahili ibada yetu, hauna budi kuweza kuendelea kufuatilia na mahali popote pale kwa kipindi hiki kifupi ambacho kimepita. Kama utakuwa na swali lolote lile, unakaribishwa, utaweza kuuliza swali lako hapa. Kuna uhuru wa dhamiri sana, unauliza swali ambalo hujaelewa, unaulizwa mahali popote pale ambapo hujaelewa, utajibiwa, kwa sababu Mungu hapendi watu wake wapotee. Amefunua kweli katika Biblia.
ya kwamba watu wa kipindi hiki cha mwisho lazima tusome Biblia na tuweze kuelewa kwamba Mungu ni yupi anayestahili ibada yetu. Bila kujua hivyo, kuna hatari kubwa sana ya kupotea. Haijalishi kwamba umekuwa Mkristo katika maeneo yote namna gani, lakini kama humjui Mungu wa pekee na wa kweli, wewe ni wa kupotea tu katika kipindi hiki cha mwisho. Basi tunapoelekea mwisho, nitamkaribisha ndugu yetu hapa aweze kutuhitimishia kwa ombi, na baada ya hapo nitakaribisha kama kutakuwa na maswali uweze kujibiwa. Karibuni sana. Asante mtumishi. Na kabla hatujapeleka sala, ndugu zetu katika Kristo, ujumbe umeweza kuwasilishwa kuwaonesha tu ya kwamba Mungu analo kanisa duniani. Mungu anao watu wanaomcha, na hivyo ujumbe unatolewa ya kwamba katika imani ya kweli, imani ya Biblia ni kwamba kuna Mungu mmoja tu aliye Baba, na huyu Mungu mmoja ana mwanaye Yesu Kristo, na huyu Mungu ni nafsi iliyo hai, ana Roho ambaye ndiyo Roho Mtakatifu. Hivyo basi Mungu wa Biblia tumeweza kuelezwa ya kwamba ni Baba, ana mwanaye Yesu Kristo, na anatupatia roho yake au uzima wake. Basi tumeweza kuonesha upande wa pili ya kwamba leo katika imani, katika dini, shetani amejiingiza na kujitwalia ibada, kwamba watu wamefundishwa ya kwamba Mungu wa Biblia ni utatu, kwamba Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho, kwamba Roho nayo ni Mungu mwingine kando ya Baba na Mwana. Huo ni umizimu wa kisasa katika siku za mwisho, na shetani ameendelea kujinyakulia hiyo ibada, na watu wa Mungu wanaitwa waweze kutoka katika madanganyo ya yule adui, ili wajue ya kwamba imani ya mitume na manabii waliaminije, waliabuduje, na Wakristo wa awali baada ya Kristo kupaa kwenda mbinguni waliabuduje. Hivyo watu wa Mungu, ujumbe umewekwa, na kama kuna mtu atakuwa na swali tunamkaribisha. Kama kutakuwa na mtu ana swali tunamkaribisha. Kabla hatujaendelea na kipindi kingine, tunamshukuru sana Mungu kwa njia ya mtumishi wake amenena nasi. Basi kama kuna mtu atakuwa na swali, tuwakaribisheni watu wa Mungu. Karibuni, tuwakaribisheni. Kama kuna mtu ana swali, tutampatia maiki, ataweza kuuliza. Yaweza wewe ni muhanga ambaye umeweza kufundishwa ya kwamba Mungu ni utatu, na huyo Mungu kwenye Biblia hayumo, ni Mungu wa kutengenezwa. Kama ambavyo shetani zamani aliabudiwa kupitia Baali, leo shetani anaabudiwa kupitia fumbo hili la utatu mtakatifu. Basi tunawaleteni habari hizi njema. Kama kuna swali unaweza sasa ukauliza kabla hatujaendelea. Tunakaribisha kama kuna mtu na swali. Basi tunaamini ya kwamba watu wamesikia.